Maana mtu anaapa mpaka kwa vitu ambavyo havitakikani kuapa. Mchanga mzima alokwenda mama yangu kiapo hichi. Lakini ibara ya Uislamu kasema ukitaka kuapa basi namna nzuri ya viapo ili usiingie makosani ni kusema wallahi wa billahi wa tallahi. Lau kama kutakuwa kuna ulazima wa kuapa, itoshe kwa namna hiyo, kwa sababu umeapa kwa kitu ambacho kilima cha kusema kwamba hapa liko hili mnalosema kama nimefanya basi jengo hili niliporomoke. Tunakumbushana katika nukta ya kwanza kabisa kiapo hichi itakuwa si sahihi kwa mujibu wa Uislamu. Sasa subhanahu wa ta'ala ukiona ameapa ndio pia ni jambo kubwa. Ameapa katika maeneo mbalimbali, la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameapa kwa nyakati ya alasiri, ikaja kwa kusema illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. La asr na apa kwa nyakati ya alasiri, lakini anachokea pia ni innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wamo hasara, illa isipokuwa alladhina amanu wa amilu salihati, wale walioamini wakashikamana katika kuambizana haki na kuambizana masala yaliyo mazuri. Allahumma ja'alna minhu. Wadhuha, nyakati, wal-layli idha saja. Lakini wal-fajri, na apa kwa nyakati ya al-fajri, walayali ashr, ay ayyamil ashr min dhul-hijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema na apa kwa nyakati ya al-fajri walayali ashr, na pia masiku 10 katika mwezi wa dhul-hijja. Ayuha almustami'una alkiram, wasia katika nafsi ya kwangu, wasia katika nafsi za kwenu. Hizi siku ambazo tunazoziona tuko nazo katika mwezi wa Dhul-Hijja ni masiku mabora zaidi sana. Ni masiku yenye hadhi na heshima kubwa sana. Kila mpenda maendeleo ya dini basi itakiwa katika masiku haya ajitume sana. Bidii zake zangu zetu itakiwa ziongezeke 100%. Onyesha haya masiku ni masiku ambayo yenye hadhi na heshima kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah, hakuna masiku katika masiku yaliyo makubwa yenye kupendeza na kuvutika mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume akasema wala ahabbu ilayhi min al-a'mali fihinna, na hakuna masiku yanayopendeza kufanya matendo mazuri zaidi kuliko katika masiku haya. Bimaana anachokusudia min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku 10 katika mwezi wa Dhul-Hijja. Niwaambie Waislamu na mimi pia nijiambie, masiku haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyatenga maalum. Iko kule katika Lailatul Qadri kuonyesha ni usiku wenye cheo. Subhanahu wa Ta'ala akaitenga siku moja katika Ashura ndani ya Muharram kuonyesha ni siku. Lakini Subhana akatenga masiku haya 10 kuonyesha ni tofautiana na namna ya masiku mengine. Chochote utakachofanya kizuri utalipwa maradufu, chochote utakachofanya kibaya pia utalipwa maradufu, kwa sababu inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Kuonyesha haya masiku kwetu ni hadhira. Inna iddatash shuhuri inda Allah, hakika hisabu ya miezi kwake Allah subhanahu, kila mmoja anajua kwamba kwa mwaka kuna miezi 12. Yawma khalaqa samawati wal ardh, hesabu hii imekaa toka siku mbingu 7 na ardhi 7 zilivyoumbwa. Hiyo hesabu Mwenyezi Mungu kashairasimisha kwamba kuna miezi 12.
mwenyewe aliotuumbia ulimwengu, akatuumba na sisi, akatupa vyeo, akatupa uheshimiwa, akatufanya sisi kuitwa mababa katika majumba yetu, akatufanya sisi kuwa viongozi katika jamii zetu. Akasema minha arba'atun hurum, katika hiyo 12 iko miezi 4 ni mibora zaidi ya 8 itakayokuwa ibaki, kuonyesha 8 na 4 itakuwa ni 12. Hii 4 ni mibora sana kuliko 8, kuonyesha ule ubora. Fala tadhrimu fihinna anfusakum, sidhurumu nafsi zenu kwa kufanya maasi. Qur'ani ikaishia hapa, lakini dhakarahunna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadith. Bwana Mtume akaitaja miezi hii katika hadithi kwa kusema, wajia na hiyo miezi iliyotajwa na Rajab. Mwezi wa kwanza ukiutaka ule mbora na mtukufu ni mwezi wa Rajab. Rajab pakasema ni ibaratun an thalathat ahruf, ni mwezi ambao umeshikamana na harfi 3 baina ar-ra'u wa jim wal ba'. Amma ar-ra'u rahmatullahi alladhi tanzilu ala ibadihi almu'minina, ni rehema zake Allah zimeenea kwa waumini wote, kila mwenye kutaka kuchakalika. Wa amma jim raja, kuonyesha ni jim jurhul insan, madhambi ya mwanadamu alofanya atakiwa chakalike ili asamehewe katika mwezi ule mtukufu. Walba'u birrullah, wema wake Allah baina jurmul insan wa rahmatullah. Anasema hivi vinashirikiana kati ya wema na rahma, kusanya na kuhirikisha madhambi ya mwanadamu. Sasa ukiutaka mwezi wa kwanza ule mtukufu ni Rajab, mwezi wa pili Dhulqa'da, kwa lugha sisi sote kuelewana funguo pili. Ukitaka mwezi wa 3 Dhulhijja, kwa lugha zetu sote ambao tukisema kila mmoja atakuwa amejua ni mfunguo 3. Hii ni miezi mitatu, na mwezi wa 4 na wa mwisho maana yake Muharram, yani mfunguo 4. Mbona Ramadhani hatujaisikia? Ramadhani kwa sababu ya ubora wake wa tofauti yake imetengwa kwa namna Mungu mwenyewe alivyojua. Sasa ikiwa kwamba katika mwezi wa Dhulhijja na wenyewe pia umetajwa katika miezi mibora na ndio mwezi wa 12 kwa mujibu wa Uislamu, nafsi ya kwangu naiambia na za kwenu pia nisikumbushe kwa kusema, wala ahabbu ilayhi min a'mali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna mabora yanayopendezwa kufanya. Basi jitahidi chakaliko lako, bidii zako, kujituma kwako, performance yako, viwango vyako manake viweke katika haya masiku. Alafu ukishatoka na hapa manake endelea na hiyo desturi, kheri utakayolipwa hapa ni maradufu zaidi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir. Sasa kilicho kibora katika hizo siku 10, kithirisheni sana, fanyeni wingi sana wa kuleta la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Maneno haya sema kwa sana, fanya sana. Wa takbir, leta sana takbiri, kusema Allahu akbar, Allahu akbar, na nyiradi zingine ulizonazo usiache. Kwa kuyafanya haya itakuwa umeendana na msimu vizuri. Fajitahidu fi jami'i anwa'i ta'at. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, kilicho bora kwa mwenye akili timamu, kilicho bora kwa mwenye wivu wa masala ya dini, kilicho bora kwa mpenda khairi, mwenye kuitaka pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, anasema bidii zake zitaongezeka zaidi katika taa mbalimbali. Miongoni mwa taa Abul Qasim Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mina siyami, kama vile kukithirisha sana kufunga za sunna. Manake watu wengine wanasema mimi siwezi kuacha kiporo changu kwa sababu ya funga. Mwingine anakuambia siwezi kuacha, nishazoea kila asubuhi na ratiba zangu za kula. Tambua pia ayyama ma'dudat, haya masiku matukufu ni machache sana, yameanza kama mchicha na ndivyo hivyo anavyoondoka na kuacha wewe kila siku. Asema unapokwenda na umri wako unakatika. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa qira'atul Qur'ani was-sadaqa, katika vitu vya kuzidisha soma sana Qur'an, toa sana sadaka katika majambo ya khairi. Kuna misikiti inajengwa, toa cha kwako. Kuna madrasa zinajengwa, toa mawazo yako, toa mali yako.
Kuna pahara, kuna watu wanahitaji kusaidiwa, wape vya kwako. Unajua ni kwa nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha mata al-insan, mwanadamu akifa, inqata amaluhu, yake matendo yote na kuisha katika. Upande wa pili, idha mata ibn adam inqata amaluhu. Upande mwingine, idha mata al-insan, mwanadamu huyo anapokufa, yatba'u al-mayyit thalatha, ambaye mwenzetu, sahibu wetu, kipenzi chetu, mzee wetu, kiongozi wetu, baba yetu akifa, husindikizwa na mambo matatu tu, majambo si mengi. La kwanza, amaluhu, matendo yake mema, kuswali kwake kule, kujitolea kwake katika misikiti, kuhamiliana kwake, kuishi vizuri na watu, na hili na lile, jumla ya mazuri yote kila mmoja anayojua. La pili anasema, wa ahluhu, atasindikizwa na watu wake. Wa maluhu, alikuwa na magari na mabaiskeli na mikokoteni, watu itawabeba, itapeleka, sababu tunapokwenda kuzika ni mbali. Wa yarji'u fulani, mawili anatakiwa kurudi baada ya kwamba huyo keshahifadhiwa. Kitakachorudi ahluhu wa maluhu, watu wake na mali zake vinatakiwa vikarudi. Mali watu waje warithi, wafanye matumizi wanavyojua. Watu wake tendo hawashughuliki tena na yeye. Wayabqa wahid, kitakachobaki na pale kabrini ni jambo moja tu, kitakachobaki na yeye si kinginecho, amaluka swaliha, matendo yako mema. Sasa kutazama haya masiku ambayo tunayoyataja yenye ubora na hadhira, ni kuongeza pamoja na jitihada za huruma, kuongeza jitihada za kuamka usiku kusemezana na Allah subhanahu wa ta'ala, kuongeza jitihada sisi kujituma, kwa sababu hii dunia si ya kwetu. Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa dunia isipokuwa ni pumbazo tu la muda mchache. Wakati tunaendelea na hutuba yetu ya kwanza, tuendelee kusemezana. Bwana Mtume akasema, ma min ayyam al-amalu salih, hakuna siku katika masiku ambayo yanayopendeza kufanya matendo ya khairi. Fanya siku zote, manake 24 hours dumu na khairi. Sasa basi, ukitaka mabora zaidi ili ulipwe zaidi na zaidi, min hadhihi al-ayami, yani ayami al-ashr min Dhul-Hijja, kuliko haya masiku 10 ndani ya mwezi wa Dhul-Hijja. Hii ndio tunakumbushana, ni siku ya 9, baadhi ya watu kwa mujibu wa mahesabu siku ya 10, baadhi ya wengine siku ya 15. Kila mmoja tumwachie hesabu yake, tusivunjiane Uislamu kwa sababu ya masala ya mwezi, wala tustoane akili kwa sababu huyu kafunga jana, mimi nimesimama leo. Kila mmoja tumuache kwa mujibu wa hoja, na sisi tashibishana kwa mujibu wa hoja. Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haya ni masiku ambayo ni mabora sana 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 mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Asema, wa qiyami kulli laylatin minha qiyamil layli, manake qiyamil laylatul qadr, kisimamo takachofanya katika hizi siku 10. Kamka usiku, kaswali, tatajafa junubuhum 'anil madaji', wale ambao mbavu zao zinaacha vitanda wakasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kuonyesha wa min al-layli, na katika hii nyakati ya usiku, fatahajjad bihi, emfanya jitihada, silale tu, usichati tu usiku kwamba huu sasa ndio wakati wangu, abadan. Fatahajjad bihi, fanya jitihada katika ile usiku. Lima, kwa nini? Nafilatan laka yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilatan laka, hicho kijipengele cha usiku ulichopata, bado uko hai, umewasha pende lako pale, unaenjoy na maisha yako, unageuza mtu wako unavyotaka, unamwambia mama yangu pale nyumbani mnisogezee shuka langu. Hiyo nafilatan lak, kwako ni ziada tu. Wangapi walifika usiku hawakuamka asubuhi? Wangapi walijisikia tu nywele unauma ikawa ndio sababu ya kusema qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Wewe unapata usiku na safu nafilatan lak, ikiwa kwako ni ziada, asa
yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Huenda Mwenyezi Mungu akakupa kisimamo chenye kuheshimiwa siku kwa kudumu na usiku. Nafsi ya Mungu naikumbusha hizi siku 10 tulizo nazo tusibebe kama ni masiku ya kawaida. Hizi siku 10 tulizo nazo ambalo leo ni siku ya 9 kama tulivyosema, na kila mmoja na hesabu yake, lakini sisi tushike ya 9 kwa mujibu wa muandamo wa kwetu. Hii siku na haya masiku yaliyokwisha huko nyuma ni masiku mabora sana, ni masiku ya kuyaheshimu sana, ni kukithirisha kheri sana. Ama nukta moja ya mwisho tumalize hutuba ya kwanza. Anasema jaa fil khabar, mekuja katika maelezo, anna Musa alayhi salatu wa salam, Nabiullahi Musa alayhi salam alifikia pahala ya kusema moja ya siku, ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu, da'autu, mimi nilipatapo kukuomba miongoni mwa majambo niliyoomba, da'autu mas'alatan, liomba miongoni mwa majambo yangu kadha wa kadha, falam tujibu da'awati, Mwenyezi Mungu hukunijibu nilichokuomba. Ya Rabbi, nikuombalo, fa'allimni shay'an ad'uka bih, basi naomba ya Rabbi, huenda nimekosa katika zile procedure, mifumo ya kufuata namna ya maombi. Ya Rabbi, mimi si mjuzi ni wewe, anta alim. Ya Rabbi, nalokuomba fa'allimni shay'a, nifundishe jambo, ad'uka bihi, nikuombe kwa jambo hilo, huenda nimekosea katika taratibu. Wanasema maisha leo bora ni kwenda na kurudi nyuma, kuwa unajistukia. Alona akili timamu huwa anakwenda na kujihesabu. Huyo ndio mwenye akili timamu. Usiende tu siku zote ukajiona umepatia, kuwa na research ya kujiona bado hujapatia. Kwa sababu haya ni maisha. Kama kuntum wasatakununa kama kana. Namna ulivyo ndivyo walivyokuwa. Ukijiona una akili sana, na kuna watu walikuwa na akili sana, mwisho wa siku walidondokea babaya. Ukijiona ni dhaifu sana, usijitie pia udhaifu sana, wala pia usijipaishe sana, jiache kawaida. Anasema Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, ya Rabbi, nilipatapoomba mimi kukuomba, falam tujibu da'awati, kunijibu maombi yangu, fa'allimni shay'an, basi nifundishe jambo, ad'uka bih, ili nikuombe kwa jambo hilo, kwa sababu na majambo muhimu kwangu kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Najua Mwenyezi Mungu alimwambia nini Mtume Musa? Alimwambia Musa, wala usipate shida ya kupiga sana kelele. Musa, usimalize majambo ya kusema, na sisi tuambizane ambao tuko katika sharfu ya hili 10 la kwanza katika mwezi wa Dhulhijja. Mahujaji bado wako Maka hawajarudi. Huu mwezi wote kwa ujumla umekuwa ni mtukufu. Haya masiku 10 aliyotuumba akayapia kuonyesha ni mabora. Na mimi na wewe huenda tumeshaomba mengi, bado hatujajibiwa. Huenda hapo ulipo umeshaomba watoto wa kiume na wa kike tu, bado kila ukizao unazaa wa kike. Huenda umeshaomba wa kike na wa kiume tupu, na kila ukizao unazaa wale. Huenda una mke mmoja na bado anakusumbua, na umeshaomba sana na kumwacha, unaona jambo ambalo haliwezekani. Basi nini nimfanyie Mungu? Huenda nishaomba nyumba, mimi ni mpangaji, nadhalilika, natukanwa, nafukuziwa familia yangu. Huenda kila mmoja kwa namna wa shida zake alivyo. Huenda na maradhi katika mwili wangu, huenda nauguza, huenda baina tafsiri hiyo. Musa analalamika kwa Allah subhanahu, naambia fa'allimni shay'an ad'uka bih, ya Rabbi, nifundishe neno au jambo ambalo mimi nitakuomba kwa jambo hilo, ili ya kwangu yapite. Subhanahu wa ta'ala kaambia Musa, au fa'auha Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi, Mwenyezi Mungu akampelekea wahi, na Musa alikuwa anazungumza na Allah kwa nyuma ya panzia irham. Mungu akisema Musa anasikia, bali Musa hamuoni Allah, bali alisikia sauti ya Allah. Musa alete amekaa na sisi, atasikia ni Musa, alobaki hawatusikie. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, idha dakhala ayyamil 'ashr min dhulhijja, tunataka kujibia yako kwako, yakiingia masiku 10 katika mwezi unaoitwa Dhulhijja, yani mfungo 3, kul fi'lu amri, kuonyesha lazima, sema maneno yafuatayo: la ilaha illa Allah. Musa tamka maneno hayo tu kwa idadi itakayoweza, la ilaha Allah. Uyatamka hayo tu. Ukikithirisha kuyatamka maneno haya na ukayatamka haya, la ilaha illa Allah,
manake hakutokuwa na jambo jinginelo wewe Musa kwa kuyatamka maneno haya, bali ni kwamba aqdi hajatuka, nitatatua matatizo yako ulionayo. Na sisi wanajumaa tunakumbushana katika hutuba ya kwanza, mimi ninasema ni mshida na wewe pia ni mshida. Ibara ya majambo al-kamalu lillahi, mkamilifu anakuwa ni nani? Ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukijiona na watoto wengi itakuwa mali huna, mali na watoto unavyo, mke ulionaye ni msumbufu, kila kitu kimekaa sawa sawa, afya yako ni mgogoro. Jumla haya yote la ilaha illa Allah fi hadhihi al-ashri, manake katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, leta sana neno la ilaha illa Allah, alafu leta application yako, maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii la ilaha illa Allah ina connection gani mpaka Mungu amjibie Musa? Hii la ilaha illa Allah ina nini mpaka iwe ni jawabu kwake Musa? Kwa sababu man qala la ilaha illa Allah fi hadhihi al-ayami marra, ijapokuwa mtu atasema la ilaha illa Allah katika masiku haya, hata kama ile mara moja, anasema hii la ilaha illa Allah ilipata impact kubwa kwa sababu mbili zifuatazo, na hapa tuweke nukta ya kukamilisha hutuba ya kwanza. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la wud'at as-samawati as-sab'i wal ardhina as-sab'i fi kafati al-mizan, lau itachukuliwa kalima cha la ilaha illa Allah ikawekwa katika mizani ya kupimia. Mizani ndio ile ya kule dukani kwangu kwako kwetu, ile ya kupimia unga, sukari, na ndio siku ya kiyama tutapimiwa katika mizani matendo yako mema na mabaya. Sasa la ilaha illa Allah lau itawekwa katika mizani walqafati al-ukhra, na katika upande mwingine wa mizani ikachukuliwa, manake mbingu 7 na ardhi 7 vikawekwa pahala pale pamoja, upande mmoja la ilaha illa Allah, alafu upande mwingine mbingu 7 na ardhi 7 na vilivyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika namna nzuri ya kusema, anasema sallallahu alayhi wasallam, la thaqalat, anasema la thaqalat wa ja'alat, manake hadhihi alqalalati alayhinna jami'a. Upande wa la ilaha illa Allah utakuwa kumeshinda, ile performance yake ni kuwa ni kubwa. Mbingu na ardhi 7 vitazidiwa uzito na neno gani? La ilaha illa Allah. Nenda tena upande wa pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, mwenye kufa na maneno yake ya mwisho ikawa la ilaha illa Allah, Mtume anatuambia nini? Dakhala aljanna. Mtu huyo anakwenda wapi? Pepo. Njoo tena sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatuambia, ala abwabil janna au ala babil janna maktuba, milango ya peponi kadhalika na kwenyewe kumeandikwa. Haya, kilichoandikwa ni inni ana Allah, hakika yangu mimi ni Allah, wa Muhammadur Rasulullah, na Muhammad ni mtume wangu, wa man qalaha, na mwenye kuyasema maneno hayo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nini Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam? Insha Allah taala katika hutuba yetu ya pili tutakuja kuambizana, lakini al-khasir hutuba yetu masiku 10 katika mwezi unaoitwa Dhulhijja, na jitihada zetu zisiishie hapa ziliko. Last week ulitoa 1500 kwa sababu ya msikiti, usione imetosha, na leo toa tena. الله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. نفسي أقوم بنيبتين وصية نزقين مرة ثانية ومرة هي يبيني كزيوسيا faida ya kuhusiana tunarudi pale katika aya fadhakkir kumshameni kwa sababu fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina, huu kumbusho utawafaa wenye kuamini. Allahumma ja'alna minal mu'minina. Hutuba yetu ya pili, kwa nini siku 10 za Dhulhijja zimepata utukufu? Kwa nini masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja zimepata utukufu? Na kwa nini katika milango ya pepo kuandikwa inni ana Allah wa Muhammadur Rasulullah zimepata utukufu? Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-yawmul ladhi, kutokamana hadithi ibn Abbas radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-yawmul ladhi, hii siku ya kwanza katika Dhulhijja ndio siku ambayo ghafara Allah li Adam alayhi salam, ndio siku ambayo amesamehewa baba yetu Adam dhambi zake. Peponi aliambiwa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min at-talihin, sisogelee matunda mti huu, vitu vyote kula, neema zote tumia, ila matunda huu mti usiale. Adamu akaghainiwa na Ibilisi naim, moja siku akaambiwa chukua kula, na akatekeleza. Kwa suala hili Mwenyezi Mungu Subhanahu kapata ghadhabu, kamfukuza Adamu katika pepo. Na Hawa anashushwa Sarandini katika maeneo ya India, Adamu anashushwa maeneo ya Makkah al-Mukarram. Miaka ikakatika, wanatafutana wajaonana, mpaka maneno anayasema ya kuleta istighfar Mwenyezi Mungu alipowakubalia, walikutana katika eneo linaloitwa Arafa. Na baada ya kukutana walitamka maneno Rabbana dharamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dharamna anfusana, ewe Mwenyezi Mungu tumedhulumu nafsi zetu, fa in lam taghfir lana, law sisi ukutusamehe kwa huruma zako, lanakunanna minal khasirin, sisi tutakuwa miongoni mwa watu madhali. Ya Rabbi tusamehe kwa kosa tulilofanya. Kile kitendo cha kukutana pekee kikaitwa kuwa ni Arafa. Hapa pia nijikumbushe na tukumbushane, tukingangana sana Arafa lazima iwe ni kile kisimamo. Hivi unazungumzia Arafa gani? Watakaoswali kesho wote ni makafiri. Huu kafiri unautoa wapi wa kuwakufurisha watu? Arafa yenyewe definition yake unaifahamu uzuri. Anasema kile kitendo cha kukutana kuwa ni Arafa. Na pahala walipokutana ni katika eneo la Arafa ambapo kuna vilima vitatu na uwanja. Ikisha wakasemaje? Rabbana dharamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suala pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kisimamo, alianza funga. Ukirudi katika masomo mazuri ya dini, kama hutaki ubishi bali unataka kuelewa, taona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alianza funga ya Arafa, na ikaje ikafaradhisha ibada ya hija miaka 7 mbele. Yani alianza funga ya Arafa kabla ya kisimamo cha Arafa. Kwa sababu gani? Ukitaka kisimamo ndiyo funga. Kumbuka pia dunia haina macheo mamoja, hilo kila mmoja anajua. Hapa sisi sasa ni saa 7 mchana. Mpigie mtu ambaye yuko pahara pengine, mpigie mtu wa Ugiriki, mpigie mtu wa Canada, atakwambia sasa hivi ni saa 4 usiku. Haya, kuna funga ya usiku. Tukilazimisha lazima kule kusimama ndio sisi tufunge. Wakati wale wamesimama wenzetu kwao wanalala usiku, wanafunga saa ngapi? Arafa ikarudi kuwa ni kwa mujibu wa 9 ya muandamo wako katika eneo lako.
Tumalize hutuba hii kwa kusema siku hii ya kwanza imekuwa ni bora man swama dhalika al-yawm. Basi aliofunga siku ya kwanza katika Dhulhijja, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ghafara Allahu lahu kulli dhanbi, Mwenyezi Mungu anasamehe kila sampuli ya dhambi ulionayo. Je, ulifunga? Au chai na viporo ilikuwa ni tamu kuliko ibada? Bwana Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam wa yaumu thani, ama siku ya pili katika Dhulhijja inapata ubora kwa sababu istajaba Allahu du'a Yunus fi batni hut. Naenda haraka haraka kwa sababu muda wetu ushakwisha. Ndio siku ambayo Yunus anajibiwa maombi yake katika tumbo la cheo. Kalingana watu wake wakaiji. Yunus ni mwanadamu, temperature yake imepanda. Kapata ghadhabu kakimbia. Alikokwenda ni baharini. Manauza wakampa rifti. Katikati ya bahari ya Allah lillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Mungu ana majeshi mbinguni na ardhini. Mwenyezi Mungu aliamrisha jeshi la maji lifanye kazi yake. Maji yakaanza manake likaanza kutekeleza amri. Mbele hawaoni, wimbi, upepo mkali, chombo nusu ya kuzama. Wale watu wakaambizana, bwana, ukiambiwa ambilika, ukionyeshewa onyesheka. Ili Mungu bila shaka kuna jambo analotuonyesha. Tuna experience kwa miaka kadhaa ya sisi kusafiri katika maji. Hali hii haijapata kutokea. Leo itakuwa yuko mtu ndani ameasi. Sasa basi tunapiga kura. Tukishakubaini ni wewe hapa huna salama, tunakutoza. Yunus unajua alisema nini? Kama wana wakubwa msipate shida, msaliti ni mimi, nimemsaliti Mungu bila jukumu lake. Hapa tunapata nukta nyingine. Kazi ya dini haikiliwi. Ukiwa imamu, ukiwa bilali, ukiwa msafishaji, utapigwa madongo tu. Tena na muumini wako wakati mwingine. Na ndio sisi ambao tumetoka mbali kwa hali na mali kuhakikisha msikiti umekuwa. Leo msikiti umeshakuwa na AC, umeshakuwa na miradi. Wale wasisi wataonekana hawafai, wataonekana wezi wa pesa za msikiti, wataonekana ni mradi. Hiyo ndio kazi ya dini. Mwalimu wa madrasa atasemwa vibaya katika mtaa. Na Yunus kasemwa vibaya. Yunus akajitosa mwenyewe. Alipojitosa tu, maana yake cheo akaja kameza Yunus. Cheo hapa na barabarani hajafika, kaja mkubwa zaidi ya yeye kammeza cheo mwenzi wake. Alafu bahari ikawa tulivu. Yunus yuko katika giza viwili. Siku ya kwanza ya pili after 3 days, baada ya siku 3 mbele, Yunus anafundisha maneno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kuonyesha la ilaha illa anta, hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Wewe tajiri na sisi ni mafukara. Subhanak, utakasifu ni wako, inni kuntu minadh-dhalimin. Mimi ni katika watu madhalimu ya Rabbi, ninachohitaji ni msaada wako. Na sisi tukiwa na maombi yetu ili pia tusiliache la ilaha illa anta subhanaka alafu inni kuntu adh-dhalimin. Kwa kumaliza maneno haya na hutuba hii ya pili, Yunus alihurumiwa na Allah, katuma cheo, kaenda cheo akamtema cheo mwenzi wake, na cheo akamtema Yunus akiwa ni mzima. Sasa anasema katika siku ya pili ndio dua ya Yunus inajibiwa. Anasema fa akhraja min batni huti man sama dhalika al-yawm. Aliofunga siku ya pili katika huu mwezi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kana kama na abdullah ta'ala sanatan, yawa sawa sawa na mtu ambaye amemwabudu Mwenyezi Mungu kwa muda wa mwaka mmoja, walam ya'si Allah fi ibadatihi tarfatan 'ain. Anahesabika kana kwamba hajaasi, sawa sawa na kupepesa macho, ibada yake imenyoka vizuri. Siku ya pili katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa nini masiku 10 haya yamepata utukufu? Na sitakwenda na yote kwa sababu ya muda, nikatekate hapa niende katika maeneo mawili ya mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man sama yawma arafa
mwenye kufunga siku ya Arafa kafaratan sanatayn, yawa ni kafara kwa miaka miwili, sanatan al-mawdhiya wal mustaqbala qila wal baqiya, mwaka mmoja uliopita nyuma dhambi zako zinasamehewa, yanalofunga leo. Na yule pia ambaye anaitakidi kwamba amefunga jana, kila mmoja tumwache, tusitiane katika ukafiri, wala tusitoane akili, tosheka ridhika na hali unayo. Sasa alofunga huyu upata ofa ya miaka miwili, mwaka mmoja mbele dhambi zimefutwa, mwaka mmoja nyuma dhambi zako zimefutwa. Ummu Salama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-yawm yawm Arafa, bwana leo ni siku ya Arafa. Hii siku ya Arafa nasharahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan, Mwenyezi Mungu ameshusha rahma zake kwa umma, chakalikeni. Mahujaji ndio wako kula wanasema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik. Wakati wao wanasema haya, Mtume anatuambia innal ka'bata laha lisana wa shafatayn, ila al-Kaaba yenyewe ina ulimi na ina madomo mawili. Wakati wa mahujaji wanapozunguka pale na kutamka haya, yakula al-Kaaba ya Rabb, ewe Mwenyezi Mungu, irham waghfir hadha abiduk, samehe na mrahamu mja wako. Al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna, aliohiji vizuri kaenda na chumo halali, kabla ya kutoka kaomba msamaha waliomkosea, hakudhurumu, kaenda kwa mujibu wa msingi, hana malipo mengine ya kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa pepo iliyo tukufu. Kwa hiyo basi hapa tukumbushane, kila mwenye uwezo